Mwezeshaji, asante sana. Kwanza nisahishe, mimi ni mjumbe wa bodi ya CBT mstaafu. Kwa hivyo ulivyoweka mwanzo haikuwa sawa. Nashukuru. Lakini la pili, nimekuwa mdau nadhani kwenye sekta ya ushirika kwa muda mrefu, tangu chuo cha ushirika, chuo kikuu kishiriki cha ushirika na biashara Moshi, lakini baadaye chuo kikuu cha ushirika Moshi. Sasa nilitaka niongeze machache kwa yale ambayo ameyazungumza Dr. Bashiru. La kwanza ni lazima tukumbuke katika miaka ya 60 mwanzoni, vyama vya ushirika vilivyokuwa katika maeneo ya mazao mkakati, yani strategic crops, na mazao haya ni pamba, kahawa, tumbaku, lakini mengine ambayo hayakustahili kuwa na hayakuwa na ushirika yalikuwa katani na mpira. Ushirika katika maeneo hayo, na ni vyama 7 wakati ule, vilianzisha benki ya ushirika Tanganyika, la Tanganyika Cooperative Bank mwaka 1962. Benki hii baadaye ilikuja kubadilishwa na kuja kuwa National Cooperative Bank mwaka 1964. Sasa baada ya ubinafsishaji wa mabenki ya kigeni yaliyokuwepo, yaliyofanywa na serikali ambayo ilikuwa sahihi tu katika kumiliki uchumi, benki ya ushirika ilikosa mtaji. Naomba hili nilisisitize, ilikosa mtaji na wataalamu wa kuiendesha, na hatimaye kushindwa kutoa huduma ya kibenki kama ilivyokuwa inatakiwa, na benki hii ikachukuliwa na iliyokuwa National Bank of Commerce. Sasa National Bank of Commerce ilipewa kazi kubwa moja ya kuendelea kuhudumia sekta ya kilimo, na ilikuwa jambo jema hadi hapo baadaye Tanzania Rural Development Bank ilivyoingia. Kwa hiyo tunapozungumza benki mpya ambayo tunataka itoe huduma na ambayo tutaizindua kesho, historia yake haianzii sasa. Historia yake ilikuwa imeanzia miaka hiyo ya 60. Sasa makosa yaliyofanyika miaka ya 60 ni vizuri tukayaangalia ili tuone tusiyarudie tena, benki yetu ikaendelea kufanya vizuri. Sasa tukumbuke pia katika mwanzo wa miaka ya 2000 kulifanyika juhudi ya kuanzishwa kwa benki za ushirika Tanzania. Zilianzishwa benki 2, ile ya Kagera Farmers Cooperative Bank na Kilimanjaro Cooperative Bank. Jitihada zilikuwa tuwe na cooperative bank nyingi katika mikoa au katika kanda ndani ya Tanzania. Hatukufanikiwa katika juhudi hizo. Wadau wote wa ushirika nadhani wanakumbuka, hatimaye ile ya Kagera ilishindwa kama ilivyotokea mwaka wa 70, na ya Kilimanjaro hati tunaishukuru serikali kwa kuiokoa benki ile. Sasa umeniuliza kifanyike nini? Ni kweli benki tunayoanzisha sasa, kwanza ijifunze kutoka makosa hayo ambayo tumeyafanya huko nyuma katika miaka ya 60, lakini pia katika miaka hii ya 2000 tulipoanza benki hizi 2 ambazo ziliingia kwenye changamoto. Sasa la kwanza tujifunze makosa yaliyotokea. Makosa yaliyotokea yalikuwa ya mtaji, lakini pia yalikuwa ya watendaji. Lakini lingine ambalo nakubaliana kabisa na mzungumzaji aliyenitangulia Profesa Kabudi ni lile la utawala bora. Sasa haya ni mambo ya msingi ambayo lazima tuyaangalie sasa. Tunapoanzisha benki hii, mambo haya ni lazima yatiliwe mkazo kuhakikisha kwamba tuna wataalamu wa kutosha ambao ni waaminifu na ni watendaji wazuri. Lakini kupata watendaji wazuri ni lazima waendeleze. Kwa hivyo swala la training ni lazima, swala la mafunzo ni lazima liwe endelevu, ili waendelee kujengewa uwezo wa kusimamia na kuongoza benki yetu hii mpya. Lakini la pili ni la governance. Lakini la tatu ni la mtaji. Sasa vyama vya ushirika na wadau wa ushirika wengi tuko hapa, tuhakikishe tunaendelea kuweka mtaji wa kutosha. Tusipoweka mtaji hatutaweza kupata mikopo ambayo tunaitegemea. Umeniuliza hilo. Na kwa sababu hakuna namna nyingine yoyote kama hatutaweka fedha za kutosha. Sasa nashukuru kwamba tumeendelea kuweka, na nadhani tuendelee kuweka, lakini si kuweka tu, tuendelee kufanya biashara na benki hii. Misingi ya ushirika inatutaka pamoja na kuweka mtaji, ni lazima
tufanye biashara na ushirika wetu. Kwa hivyo vyama vya ushirika viendelee kujitahidi kufanya biashara ili kukuza mtaji, lakini kuendelea kupata faida na mwisho wa siku kupata gawio. Lakini la mwisho ni usimamizi. Nadhani Tume ya Maendeleo ya Ushirika imeanza vizuri. Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Bashe nadhani ameongoza njia vizuri. Nadhani kazi hii iendelee ya kusimamia na kuona benki inafanya kazi yake vizuri kama ambavyo tunafanya sasa kwa vyama vingine vya ushirika. Hii ni pamoja na ukaguzi, lakini pia kuhakikisha kwamba bodi inafanya kazi yake vizuri na taarifa inatolewa kwa wanachama, lakini na wadau wengine wote. Ninaamini tutakuwa na benki nzuri ambayo pengine itakuwa bora zaidi na hatutarudi huko tulikotoka. Kwa nini? Kwa sababu mtindo tuliochukua sasa ni wa hybrid. Ule mtindo wa hybrid kwangu mimi nauona ni mzuri kwa sababu ndani yake tuna wanaushirika majority 51%, lakini tuna wadau wengine binafsi, wawekezaji binafsi kama sisi. Profesa Kabudi, nadhani tutakutafutia hisa. Lakini vile vile kuna wawekezaji wa kimkakati, CRDB, serikali na hao wengine, na uhakika hawa kwa umoja wao watasaidia benki hii kuhakikisha hairudi kule ilikotoka. Nakushukuru sana. Profesa, nikushukuru sana kwa mchango wako huo. Umeangalia na nakubaliana na wewe kabisa upande mmoja zaidi wa benki, lakini naamini wana ushirika ambao wanaweka amana yao hapo, basi wataendelea kuweka kadiri watakavyokuwa nao wana uwezo wa kutoa. Na ndipo inanipeleka kwenye swali linalofuata kwa Profesa Alfred. Ninapopenda kufahamu kutoka kwako kwamba asilimia kubwa ya wanaoshirika wanakumbwa na changamoto ya aidha elimu au ufahamu mdogo wa masuala ya kifedha, mfano kutunza kumbukumbu na kadhalika, nyaraka ambazo zimeendelea kutumika kuombea mikopo. Nini mtazamo wako Profesa Alfred katika kurahisisha upatikanaji wa mikopo kwa wanaushirika, hasa wasio na kumbukumbu au nyaraka zinazohitajika? Kule benki tunaita KYC, ikiwemo hati za dhamana. Karibu. Okay, asante sana. Naomba nianze kwa kusema kwamba katika changamoto ambazo tunazizungumzia kwenye sekta ya ushirika za miaka ya nyuma na hata ya sasa, ukiangalia taarifa za wakaguzi wa vyama vya ushirika hasa COASCO, hati mbaya nyingi zinazopatikana actually ni zaidi ya 80% nadhani. Nyingi zinatokana na uandishi, nyingi zinatokana na utunzaji wa kumbukumbu, nyingi zinatokana na utunzaji wa mali za vyama vya ushirika. Kwa hiyo nini kinachotakiwa kufanyika? Naomba nianze kusema kwa sababu mimi natoka Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi, kwa maana hiyo sisi ndio wataalamu kwenye hii fani au taaluma ya ushirika. Naomba niseme kwamba ushirika ni fani kama fani zingine. Ina nadharia zake, ina misingi yake, ina values zake na taratibu zake nyingi. Kwa maana hiyo, hii ni sekta ambayo inatakiwa kuendeshwa kiutaalamu kwa kuzingatia taaluma ya ushirika. Moja ya makosa ambayo yamekuwa yakifanyika ni kwamba tunaunda vyama vya ushirika, watendaji walioko kule unaweza kukuta kuna watendaji wanasimamia vyama vya ushirika hawajawahi kupata elimu ya ushirika hata kidogo. Wale wanaofanya maamuzi kwenye bodi pamoja na watu wengine hawana utaalamu wa aina yoyote ya ushirika. Kwa hiyo hata ile misingi 7 ya ushirika tunayoifahamu haizingatiwi. Maadili ya ushirika tunayoyafahamu hayazingatiwi. Taratibu za utunzaji kumbukumbu na kadhalika hazizingatiwi. Kwa mimi ninachosisitiza ni kwamba ushirika uendeshwe kwa weledi, uendeshwe kwa kuzingatia taratibu, na wote wanaotakiwa kuendesha na kusimamia vyama vya ushirika wawe na elimu sahihi. Sio lazima elimu ya ushirika. Niseme tu na kufuatia comment aliyotoa Profesa Kabudi kutokana na wataalamu wa ushirika na jinsi chuo cha ushirika kilivyotoka kule chuo cha ushirika, chuo kikuu kishiriki na baadaye chuo kikuu. Kuna hotuba ya Mheshimiwa Jakaya Kikwete, rais wa awamu ya 4, wakati akizindua
ile ilikuwa inaitwa MUCOBS, kutoka chuo cha ushirika Moshi kwenda MUCOBS. Katika maelekezo aliyotoa ni kwamba kuna tendency ya hivi vyuo vidogo vinapopanda kwenda vyuo vikuu vinaacha kutoa wale wataalamu wa ngazi za chini, wanatoa wataalamu tu wale wenye degree. Kwa hiyo alitoa maelekezo ni kwamba tuendelee kubaki na zile programu zilizokuwa zinafundishwa toka miaka ya 60 wakati chuo kikuu chuo cha ushirika Moshi kinaanza. Na niwaambie kwamba mpaka leo tunatoa certificate, tunatoa diploma, tunatoa bachelor degree, tunatoa postgraduate diploma, tunatoa masters, lakini tunatoa na short course. Tuko nchi nzima, tuna ofisi 12 katika mikoa 12. Tunatoa semina kwa vyama vya ushirika. Kwa hiyo hata wale wanaofanya maamuzi na kusimamia, actually hata serikali, labda regulator kama TCDC, ni lazima watoe miongozo kuhakikisha kwamba wanaajiriwa wataalamu kwenye vyama vya ushirika. Sawa, lakini labda- Prof, samahani kukukatisha. Unaenda benki, unapewa makaratasi lundo hili, unampa mwana ushirika lundo la makaratasi, alafu process nzima mpaka aje kupata mkopo miezi 3, miezi 6, hata msimu wenyewe alikuwa anatakiwa afanyie biashara umekwisha pita. Sasa benki yetu inatuahidi kipi kipya? Labda uniambie kwa kifupi kabisa hapo. Kwa kifupi, ni kitu ambacho nina uhakika ni kwamba benki yetu watakuwa wamejiandaa vizuri sana, na bahati nzuri niko kwenye tume ya maendeleo, kwenye commission, tumekuwa tukipokea taarifa zao. Wamejiandaa kwenda na teknolojia, na hii tunaziona hata benki zote. Kuna benki ambazo mikopo sasa inapatikana kwa muda mfupi sana. Hata benki yetu nina uhakika wamejiandaa kiteknolojia, lakini wamejiandaa pia kupunguza huo mchakato. Ifike mahali ambapo huyo anayeomba mkopo anaweza kaomba kwenye simu ya mkononi na kupata huo mkopo kwenye simu ya mkononi bila hata kusafiri, ukizingatia kwa sasa benki bado itakuwa na matawi machache sana. Lakini wana ushirika wako nchi nzima, wako mpaka vijijini. Kwa hiyo hilo sina wasiwasi, na uwekezaji na mipango ya benki ambayo naifahamu, wana uwekezaji hasa kwenye teknolojia. Hilo sina wasiwasi kwamba litakuwa ni rahisi kwao. Nikushukuru sana Profesa, asante kwa jibu lako. Naomba tumpigie Profesa makofi. Nimalizie nawe ndugu Tito. Kwa miaka mingi sasa wanaushirika wamekuwa wakilia na riba kubwa, hususan katika benki zetu za kibiashara. Riba. Je, kuanzishwa kwa benki hii ya ushirika kunatarajia kuleta tofauti gani, hususan kwenye masuala ya riba? Lakini unaponipa jibu lako Profesa, kwa kifupi, tunapomalizia, naomba pia uangazie uwepo wa benki kama TADB, uwepo wa benki ya uwekezaji Tanzania Investment Bank. Sasa hili swala la riba ambalo linaanzishwa na Wizara ya Kilimo, kwetu sisi wana ushirika tumejipangaje kuhakikisha kwamba labda ni single digit, lakini tunawalenga